Thengia muno mwiroreri wa Hungura Show na nie Shiro Ann ne ndoka o ringi na mugeni wa mwanya muno. Mugeni witu wa muthenya wa muthi etagwo Dan Matakaya. Ugo nitakugo muthi kwari githweri giothe githire thito na Dan Matakaya ena rugano rwake rwa uria akorirwo agicinwo na acid na agicoka akiura maitho. Ngwiciria ni rugano rukoretwo rwi gathabari we mundu menyerete kuona gacoka gakora ndarona na rugano ru ni agukorwo agituhe nie twi hamwe nawe tuthikiriirie na ndigutindo na ngite mathaa maingi no kumu welcome nigetha akorwo agituhe rugano rwake. Dan, yes. Habari yako? Nzuri sana. Karibu sana Hungura Show. Nashukuru. Nataka usalimie mtazamaji wetu, umwambie majina yako, mahali umezaliwa, alafu utupe story yako vile life imekuwa. Okay, asante sana kwa kunialika. Na nataka kusalimia watazamaji wote wa Hungura Show. Mahali pote mnatutazama, karibuni sana. Mimi kwa majina naitwa Dan Shishe Matakaya. Mimi ni afisa wa polisi, niko attached hapo industry area. Alafu pia mimi ni mwathiriwa wa domestic violence ambayo ilifanya nikapoteza uwezo wa kuona. Hii ilifanyika mwaka wa 2013 tarehe 21 mwezi wa 9, the same day na Westgate. Wakati ule nilikuwa Kisii, nilikuwa nimelala. Nimetoka kazini, nilitoka kazini mwendo wa saa 11:30 asubuhi, na sababu nilikuwa na uchovu nilienda tu kulala, na aliyekuwa mke wangu mwenye tulikuwa naishi na yeye alikuwa kwenye nyumba. So wakati niliingia kwa nyumba nikalala, muda mchache baada ya kulala yeye aliamka na akanimwagia acid, akatoroka. So mi kuamuka kusikia kunachomeka, nikaamuka kutafuta maji ya kupunguza ile kuchomeka, ile makali ya kuchomeka. Wakati nilikanyaga chini nilisikia shock. Nilifeel shock. Kumbe yeye alikuwa pia ameconnect heater kwa ile ya kuchemsha maji, ameconnect kwa ukuta. Okay. Na akamwaga maji chini na akaiweka. So wakati nilikanyaga nilifeel ile shock. So wakati huo sioni, nikafeel shock, nikachanganyikiwa zaidi. So sikufanya lolote, nilipiga nduru tu na maaskari wenzangu wakakuja wakanitoa na nikakimbizwa kwa hospitalini. Na ukiangalia ilini affect sana. Ukiona nilichomeka uso, hata macho unaona ilifungwa kabisa sababu ya athari ya hiyo acid. Okay. Na pia ikanichoma mkono hii pande wa kulia mpaka kwa kifua na kwa bega. Yeah. So wakati nilipelekwa hospitalini ni uko Kisii Hema Hospital, niliweza kuoshwa macho na nikaanza kuona. Okay. Nikapelekwa kwa ward. Nikatembea nikaenda kwa ward. Wakati nililazwa, so nikaanza kusikia sasa uchungu, sasa inachoma kabisa ile uchungu, sasa nikaanza kujifeel. Sasa nikakuwa sasa nangangana kabisa. I was struggling kabisa. Sababu nilikuwa kwa uchungu. Wakanipea dawa za kupunguza uchungu, lakini hazikusaidia. So daktari akaona venye nilikuwa nahangaika, akanidunga sindano, mimi nikalala. So kuamka baadaye jioni nikapata sasa sioni tena. Okay. Sasa macho imeenda, sasa nalia tu. Sasa hiyo nasikia uchungu. So ikakuwa hivyo, nikatolewa Kisii, nikapelekwa Kakamega, huko ndio nyumbani. Nitibio huko, lakini baada ya siku 2 ndio nikatransferia Kenyatta. Okay. Nikiwa Kenyatta ndio hapo sasa nimepata ile naweza sema comprehensive treatment. Nimefanyiwa upasuaji nikiwa hapo, yani nilifanyiwa surgery nikazoea. Nikaanza sasa nafurahia, nikisikia naenda kufanyiwa, naenda theater, mimi nilikuwa nafurahia sababu naona hapa hakuna uchungu. Sababu nikiwa hapo Burns Unit ilikuwa ni uchungu, sasa ni kulia tu. Hapo watu mnalia, lakini sasa ukilia kila mtu analia sababu ni uchungu kabisa. So nikaanza kufanyiwa ile skin grafting sababu ile vidonda za kuchomeka haziponi. So the best way wanafanya wanafunika, wanafanya grafting, watoe ngozi huku kwa mapaja, watoe wapi kwa tumbo ili wafunike
ndio zipone na ndani. Okay. Yeah, so nilifanyiwa, nimeanda kwa more than 15 surgeries nikiwa hapo hospitalini, na bado pia naendelea na matibabu. Lakini nashukuru Mungu sababu ilinisaidia. Na sasa Dan, kuna sababu gani ya your ex-wife kukuchoma? Kulikuwa na sababu like mnaweza kuwa mlikuwa like na domestic violence or something? Ile siku kwanza huo mwaka 2013 ilikuwa mwaka mbaya sababu tulimpoteza mtoto mwezi wa 5. Mtoto alikuwa diagnosed na severe pneumonia na meningitis na akakufia hospitali hapo Kerugoya District Hospital. Na nakumbuka tulikaa na mtoto hospitali kwa wiki moja na akatuacha. Lakini yote ni kwa mapenzi ya Mungu. So baada ya kupoteza mtoto, baada ya wiki 2, my ex-wife akaniambia ameambiwa inafaa tupate mtoto mwingine. Ndio sasa ile trauma, ile mawazo imuishie. Lakini sasa unaona tulikuwa wachanga. We were young couple. So kwangu mimi siku feel comfortable. Sababu nilikuwa naona kama like familia yao inajaribu kucontrol hii marriage yetu. So mimi nilifeel uncomfortable, nikamwambia yes, inaweza kuwa ni decision mzuri lakini tuipea weight so that mtu asione kama ile decision tuna make hao ndio wana influence, kama hao ndio wanatufanyia hiyo decision. So tuliongea na tukaagree. Alafu baada ya hapo yeye alikuwa Mwea wakati huo. Akaenda wapi? Akaenda Nakuru. Ndugu yake akamwambia aende wasaidiane, amsaidie amsimamie biashara. So kwangu nikaona akiwa Mwea na mimi niko Kisii, hapo ni karibu sababu nilikuwa natoka Kisii naenda mpaka huko Mwea. Naona hii ilikuwa ni mbali, lakini tukiwa hapo ikakuwa karibu. Lakini wakati tukiwa tunaendelea kukaa vizuri, alikuja Kisii kunitembelea kama kawaida na tukakaa wiki 2. Na siku moja akaniambia anataka kuchukua zile vyombo za mtoto. Naona vyombo za mtoto zilikuwa kwa nyumba yangu huko Kisii sababu kuna wakati tulikuwa tunakaa naye huko. So hapo nikamuuliza mbona wataka kuchukua. So tukaanza ugomvi sasa. Tukaanza kukompana na yeye alikuwa mtu wa kunyamaza, hakuwa mtu wa kuongea maneno mengi. Wakati mwingine mkigombana anafika mahali ananyamaza. Inabaki sasa ni kama wewe unajiongelesha peke yako. So wakati niliona hivyo nikapigia mamake simu, nikamuelezea ile kitu kilikuwa kinatendeka. So mamake akampigia simu aende nyumbani. So ile siku yenye alikuwa aende ndio ile siku alinimwagia acid na akatoroka. So hata haikuwa ati ni kitu kubwa. Haikuwa ati tumepigana ama tumefanya nini, hapana, haikuwa imefikia hapo. Okay. Ile tuligombana tu sababu hizi vyombo za mtoto alikuwa anataka kuchukua aende nazo. Na sasa kama hiyo acid ilikuwa tu kwa nyumba ama ni kitu alikuwa ametafuta ameweka? Kwa nyumba yangu hakukuwa na acid. Ni kama ni kitu tu alikuwa naye sababu ile nyumba zilikuwa ni nyumba ndogo. Ni zile nyumba za mabati zile za polisi kama unaenda police station kuna ile nyumba ya mabati na still bado hiyo nyumba tulikuwa na share, ilikuwa imepartition. So hiyo ndio tulikuwa nakaa. So hata si ni nyumba ya ukaingia ungeona kila mahali, hakukuwa na acid mahali popote. Okay. Sasa Dan, ulikuwa umezoea maisha ya kuona, kujifanyia kazi. Sasa life after kuchomeka, life ilikuwa aje sasa after lose macho? Maisha ilikuwa magumu na si rahisi. Kwanza wakati nilikuwa hospitali Kenyatta, maombi yangu ilikuwa ni kwamba Mungu aweze tu kunifungua macho. Hiyo ndio ilikuwa maombi yangu. Kila siku naomba. Mpaka ilifika mahali ile watu wakikuja kukuona, even though mimi Kenyatta watu hawakuwa wanaruhusiwa kuniona. Hawakuwa wanaruhusiwa sababu haikuwa inajulikana ni nini haswa ilifanyika. So kulikuwa na ile security, niliwekewa security. Kuna watu wachache walikuwa wanakuja kuniona, lakini ile kitu watu mtu anakutumia tipole siwezi kuja kuona sababu kuna restriction. So mimi nachukua natuma kwa kanisa, ni tu ile kupanda mbegu. Unaona wenye watu wanasema kupanda, mimi nimepanda sana. So napanda ili tu Mungu anikumbuke. Even though nilikuwa napanda mbegu kwa wakora, lakini so wakati daktari alikuja akaniambia Dan,
tumejaribu hautaweza kuona. Hapo sasa ikakuwa sasa ngumu zaidi. Chungu sana. Sababu mimi naomba tu nione, lakini sasa daktari amenipea habari yenye sitarajii. So hapo nikafikiria sasa mimi I'm nothing. I'm worthless. So ile option ilikuja kwa akili yangu ilikuwa naistahili kufa. Nikiwa hapo hospitalini nikaanza kufikiria sasa kujitoa uhai. Sasa hiyo niko Kenyatta, nimelazwa niko huko 9th floor. Nikaona okay, hii ni opportunity mzuri kuwa hapa 9th floor. Naweza jirusha kutoka kwa dirisha nianguke. Na ujue kitanda yangu ilikuwa karibu na dirisha. Na hizo dirisha hazina grill. Unafungua tu hata kama mtu ako na macho unaangalia nje, watu walikuwa tu wanaangalia, naona ndege hapo. Wilson zenye zina land nikasema sasa hii ni opportunity sasa ya ku accomplish sasa hiyo mission. Lakini kwa akili yangu sababu sioni, najiuliza what if naweza jirusha kutoka hapa na hapo chini kuko na roof nisifike chini. It means sitakufa na nitajiongezea shida kabisa, labda nitavunjika mgongo na ikue worse. Nikakaa chini nikasema wacha sasa nifikirie njia ile mwafaka yenye si nikienda nimeenda. But nikiwa nafikiria hiyo, kuna rafiki yangu sana alikuwa mgonjwa pia, tulikuwa na kane hapo tu kitanda next. Wakati mmoja tukiwa tunaongea saa 8 usiku tu, tunaongea tu, hatuna usingizi, tumeketi tu tunapiga story. Akaniambia Dan, I wish tu ningekuwa wewe. Sasa nikashtuka nikasema huyu jamaa ajui mimi kitu napanga. Ajui mimi napanga venye nitajitoa uhai. Na ana wish kuwa mimi. Ajui yani ajui kitu inaendelea. Mbona alikuwa ana wish kuwa wewe? So nikamuuliza na alikuwa anaitwa Mwangi, mbona unasema hivyo? Akaniambia Dan, wewe uone kweli uone, lakini uko sure utatoka hiyo hospitali ya life. Mimi sijui fate yangu. Alituacha lakini naweza sema that was the turning point for me. Okay. Hiyo statement tu peke yake aliniambia, yani ilinipea hope na ndio ili change maisha yangu. Ati kuna mtu bado anatamani kuishi lakini anaona ni kama hataishi. Yani ile tu yeye anatamani lakini mahali alikuwa amefikia ilikuwa mwisho, sababu alikuwa na leukemia na ameenda India akarudi sasa home management. So alikuwa anaona kama siku zake zinaendelea kuisha. So akaniambia tu wewe uoni lakini uko healthy, unaweza toka hapa, watu wako wanakupenda. Na mimi ndio unaona nilikuwa nataka tu mtu tu aniambie, mtu mwenye si wa familia, mtu mwenye si rafiki, mtu tu outside the family. Akwambie kitu, aniambie tu kitu tu ya kunipea tu kunitia moyo. Sababu nilikuwa naona kama watu wa familia wananidanganya. Na huyo tu ndio Mungu alitumia na akabadilisha maisha yangu. Sababu watu wengi marafiki walikuwa wamenitoroka. Hata ukipiga unapigia tu rafiki yako simu, usikie tu hata sauti yake akwambia tu utapona, hawachukui simu. Sasa hiyo wamesikia sasa Dan hataona, sasa wanaona sasa huyu amekuwa ni liability. Wachana na yeye sasa, yeye atabaki kutusumbua. But yeye alinibadilisha na nikabadilisha hata maombi. Nilikuwa sasa wakati ule nilikuwa naomba Mungu tu anifungue macho. Sasa naomba tu Mungu, ukinitoa hii hospitali mimi nitasimama na kazi yako, nitafanya kazi yako unaona. So hapo ndio at least maisha yangu ilibadilikia. Na sasa bado unafanya kazi ya polisi? Bado mimi nafanya kazi na nashukuru Mungu sana. Sababu polisi imenisaidia, imenilipia bills hospitali, ni pesa mingi. But nashukuru Mungu sana. Mtu anaweza taka kujua unafanya kazi aje ya polisi, like unakaa mahali tu like after kutoka hospitali nilienda rehabilitation. Sababu sasa unaona maisha imebadilika. Sioni nilikuwa naona. So nikaenda kusoma hii maisha sasa ya upofu sasa. Nikaanza from square 1 kusoma A, B mpaka Z, 0, 1 mpaka 9. Nikasoma sasa, hiyo ni braille, kusoma na vidole ile una touch ukisoma. Nikasoma nikamaliza. Nikasoma adapted computer. Ile computer inakuwa installed na software
yenye inaongea. So ukifanya anything inaongea. Nikasoma hiyo, alafu pia nikafunzwa mobility, kutembea. Unaona siku hata natembea hata step moja singemake. Nilikuwa naona kama naanguka chini. But nilienda hapo nikafunzwa kutembea, nikafunzwa kuomba usaidizi, nikafunzwa daily living skills, kupika, kufua, kuosha vyombo, kujikulisha, kufanya kila kitu. At least nikakuwa empowered. Yani ili inisaidia kulive that independent life. So after hapo ndio nikatransfer from Kisii nikakuja industry area. Sasa hapo industry area kazi ya polisi kuna kazi mingi. Apart from ile kwenda kushika watu, kwenda patrol, kuna kazi mingi, kuna kazi za ofisi. So mi na hizo skills zenye nilifunzwa nikiwa rehabilitation naweza fanya sasa kazi za ofisi. I can do investigation. Kuna wale watu wako na siri wanaogopa nikiambia mtu labda atanifuata anishike. So those people wata feel comfortable kuja kwangu kuniambia, sababu mimi si waoni. Hata akiniambia ata feel ile confidence huyu atanifuata anishike. So naona inasaidia sana. Sasa tena pia mtu anaweza jiuliza after all that what happened to your ex-wife? Like sheria ilienda aje nini? After alitoroka, wakati alimwagia acid yeye alitoroka, lakini 2 days later akasurrender kwa polisi. Akashikwa, akashtakiwa na kesi ya attempted murder, na so unfortunate that kesi imechukua all that time 7 years, but we are hopeful that justice will prevail. So kesi bado inaendelea. Siwezi ongelea sana sababu bado uamuzi hujatolewa, lakini nashukuru sababu najua tu haki itatendeka. So yeye alishtakiwa na kesi inaendelea, lakini the biggest decision that nilimake kwa maisha yangu nilimsamea from my heart, because nilirealize ilinichukua muda mrefu sana. Wakati ingine nakaa naona ile kitu napitia, marafiki wamenitoroka, naona nifikiria revenge. Nikakaa nikaona the more nafikiria ku revenge ni mimi najiumiza sana. Naumwa na kichwa, sina amani, najiumiza. Nikaona ujue mimi ni Mkristo, nikaona Biblia inasema revenge haji ya Mungu. So nikaona I just made a decision to let it go. Ani kumsamea na iende. So nikaona hii energy natumia kufikiria revenge, kufikiria nini, wacha nitumie energy kufanya kitu kingine ya muhimu ya kusaidia maisha yangu na kusaidia maisha ya mtu mwingine huko nje. So nilimforgive, na the day I did that I forgave her, and even nilimpigia nikamwambia ile kitu umenitendea nimekusamea na nimekuachia Mungu. Na tangu ile siku nilimwambia hivyo. Yani nilifeel kuna change kwa maisha yangu. Yani nilipata ile amani, ile peace kabisa, nikasikia hata roho yangu imetulia, kila kitu ikaanza kuenda mzuri. Na nashukuru sana. Sababu ujue sisi ni binadamu. Wakati mwingine tunafunga baraka zetu kwa mambo madogo. Sababu ukifikiria revenge, hiyo inakufungia baraka. Na ule mtu hata unataka ku revenge, labda ajui hata unapanga nini. Yeye anaendelea na maisha yake. Na utapata wewe ndio unajiumiza, unajiletea shida mingi, stress, na inakuumiza wewe kuliko ule mtu. So sometimes mimi wanaambia watu you must learn to let it go. Let it go so that you create a space in your heart to grow, to take your life to the next level. So and after everything, after kutoka kwa hospitali nini, familia ilikuchukua aje? Walikusupport? Hata nikiwa hospitali familia ini support sana. Ukipitia kwa shida, ile family support is key, sababu hiyo ndio inakutia moyo. Apart from friends, familia wakikupea hiyo support, una feel kwamba that sense of belonging, una feel kwamba uko na mtu anakujali. Unaona? So family support is key, na mimi walinisupport sana, na hata waliniambia, kwanza wazazi wangu, mamangu tulikaa naye hospitali. Mamangu alikuwa mwalimu lakini ameretire. Na nakumbuka hata aliacha kwenda shule, akasema mimi hata kama nikuachishwa kazi wacha niache, lakini wacha nikae na mtoto wangu hospitalini. So alisimama na mimi. Kila siku tulikuwa nakaa, anakuja hospitali, ananitembelea kila siku mpaka anatoka usiku hospitali, anahakikisha tu niko sawa. So
ile support nilipata kwa familia ni muhimu sana, na wananiambianga au je wanaona ile hali nilikuwa inafaa nashukuru Mungu, sababu hao ndio wanaona mimi si kuona venye nilikuwa nilikuwa mbaya na ni Mungu, wanashukuru Mungu su kwa maisha yangu, sababu Mungu ameniponya na at least there is something to testify about it, wanaweza ya kushuhudia. So Dan, ulikuwa umeniambia kuhusu foundation ambayo umetengeneza and you told me it's already registered. Yes. So can you tell us something small about the foundation? So wakati nilikuwa Burns Unit Kenyatta, nilikutana na watu wengi ambao wengi wamechomwa. Yeye ni ward ya watu wa kuchomeka. Wengi wamechomwa na their loved ones, wengine ni watoto wamechomeka sababu wazazi wanapigana, wengine ni wamama. So nilikaa chini nikaona watu wengi walikufa nikiwa hapo. Marafiki wangu wale walikuwa wananisaidia hata hapo hospitali wana give up tu, wanakataa hata kutumia dawa, wengine wanaenda hapo kufa. So niliona watu wanateseka sana. Nikaambia Mungu, nisaidie tu nikitoka hiyo hospitali nifanye kitu tu ya kusaidia hawa watu. So even after kutoka hospitali many families walianza ku reach out kwangu. Ya kwamba kuja uongelesha mtoto wangu anapitia hii shida, anakuwa abused lakini ananyamaza, ana mali atakibila. Kuja tu aone ile kitu ulipitia na afunguke macho. Unaona? So that's why nilikama up na Dan Sheshe Foundation. Kupeana ile platform ya watu kujitokeza waongea. Kwa jamii yetu na kwa culture yetu wanaume wanaambiwa you need to man up. Mwanaume ustahili ulie. So wanaume wengi wanapitia mambo mengi lakini hawajitokezi, wanaumia tu, utasikia tu mtu fulani amejinyonga, unashangaa huyu mtu alikuwa na kila kitu, mbona anajinyonga? So wanaume wanaumia, wanateseka, wengine wanadhulumiwa na mabibi zao lakini hawana mtu wanaongea naye. Ukiongea hata na rafiki yako anakuchekelea. Jamii kuna ile stigma, ni kama mwanaume hafai kupitia uchungu. Mwanaume hufai, wewe ni kama, yani we are human beings, tuna experience hizi vitu lakini jamii imetutenga. So nikasema wacha nipeane a platform whereby hao watu wanaweza pata yani mtu tu wa kuwasikiza. Unajua sometimes unahitaji tu mtu akusikize tu, mwambie napitia hii bila kukucheka, anakureceive, anaempathize na wewe na anakusikiza na anakusaidia. So nikasema wacha nipeane hiyo platform. Hii Dan Sheshe Foundation ni kupeana wanaume a platform, kuongea, kusema ile kitu wanapitia so that wapate usaidizi. Sasa hii we have counselors wa kuwasaidia, tunataka tuwasaidie na tujue how we can minimize cases of domestic violence. Sababu I realize many organizations wamefocus kwa women na watoto. Na nikajiuliza for the last I don't know how many decades tumekuwa tukiongea mambo ya gender based violence lakini our policies zina focus kwa women. Na for the last like 5 decades hii vita iishi. Why is it that we can mbona tusifanye kitu tofauti? So nikasema wacha tulete pia wanaume on board so that domestic violence ina affect men, women na children. So that to involve hao watu wote because kila mtu kuna vinye part ana play na ina affect kila mtu. Unaona? So tunapea wanaume nafasi ya kuongea na pia tuna train wanaume. Ni nini inafanya hii kitu ifanyike ikufanyike? Ni nini unaweza fanya tofauti isifikie hapa mahali kwamba unaumia ama inafikia mahali unadhulumia? Kama ni mambo ya empowerment, we also want to empower men. Kama una kazi na responsibility yako ni ku take care of the watoto na familia na wewe una kazi, pia usiexpect mwana bibi yako yeye anakutafutia, unalala, unakaa tu hapo, unaenda siji base kufanya nini. Na pia wewe uplay role yako. Tunataka tuempower wanaume, tuwape skills, tuwape skills, tuwaempower. Kama ni biashara, tuwafungulie biashara so that wao pia wa play role ya kulinda familia zao na kuminimize cases of domestic violence. Alafu pia cases wale burn survivors, wale watu wamechomeka,
wengi wanaumia, wengi wako maskini, hawezi afford ile medication. So tunataka pia tusaidiane with well wishers ku raise money to help these people access proper medication. Last year nilienda America, bado naendelea na matibabu na one of the organization ile ilikuwa imenisponsor inaitwa Face Forward International. Nilikuwa nataka we partner with them sababu pia wana support victims of domestic violence. To partner now so that some of the cases zenye zinahitaji specialized treatment tuna refer huko America kupitia Dan Shesha Foundation. Pia kuna marafiki wangu India wenye pia hao ni survivors wa burns walisema such cases we can do a partnership so that pia watusaidie zile cases zinahitaji specialized treatment na hiyo service haiwezi patikana hapa. Tunaweza saidia watu pia hao wapate proper medication. Alafu pia wale watu wamechomeka, unaona kama wenye wako na scars kama mimi huwa na feel ile stigma wanapata. Unaona hata mtu akienda kutafuta kazi anaambia wewe utafanya customer wetu watoroke sababu atakuangalia sijui wanaota wanakuangalia, yani watu wanakama up to na excuse. So hawa ni watu pia tunataka tuwasaidie kama ni kuwafungulia biashara pia wajisimamie sababu hawa ni binadamu wanahitaji kulinda familia zao, wako na watoto wanahitaji ku take care of their children. So tunataka tuwa empower economically pia wajisimamia wa feel pia hawa ni binadamu. Wow, thank you. So ulikuwa umeniambia kuna namba 2 tofauti. Namba moja ilikuwa ya ule mtu anataka counseling. So anaweza piga, kuna wale counselors wataongea naye. So what happened, unaona hii wakati wa COVID tuli realize cases of domestic violence imekuwa on the rise. Wanaume wanauawa. Mimi huwa napata like more than 30 cases kwa inbox yangu. Wengi wanaume wananyanyaswa sana. So nika realize the best way to roll up a program counseling online whereby we have a toll free number ambayo ni 1196 1196. Hiyo unapiga bure like hiyo hata kama una credit inaingia tu unapiga inaingia. Hiyo namba ni 1196. Ukipiga hiyo simu ina receiviwa na ina transferiwa kwa a professional counselor. We have a pool of professional counselors. We have 30 counselors at now wenye wamejitolea, wenye wanatusaidia kupeana counseling. Na hiyo namba inafanya mzuri. Tunapata over 80 calls per day. So tuna encourage me, I believe huwa naamini unaona my scars wenye zinaonekana. I know we have many people who are having invisible scars. True. Emotional scars wenye wanahitaji usaidizi. Emotional scars of oppression, violence and abuse. Na mimi tu scars zangu zina represent and my voice I believe represents many voices of oppression, abuse and violence zenye watu wanavumilia. Na tukishikana pamoja tunaweza change our society, we can sanitize our society na hatutasikia mambo ya violence because we want a health society. Yes. Kwa sasa out of these calls zenye tunapata tumerealize it's not only about counseling. Hao watu wanahitaji chakula. Kuna watu wamepoteza kazi. So hao watu wote wanatutegemea. Na by doing so tukipata watu watusaidie wapatane na sisi tupate hata chakula kupea watu itawasaidia ku minimize hizi cases za domestic violence. Sababu those are the underlying factors. Hizo ndio vitu zina lead to violence. So tukipata tu usaidizi we just empower these people because hii ni society yetu. Tunataka tupe hata watoto wetu a conducive environment to think and to achieve their dreams. Wakiona wazazi wanapigana inawa affect hata future yao. So ningepata tu watu wapatane na sisi watusaidie ile wanaweza so that we can achieve this objective. Yes. So nataka kupea mtazamaji hii namba ya foundation, so akipiga itareceiviwa vizuri. Itareceiviwa vizuri na tamuelekeza. So hapa kuna namba ambayo ni ya foundation, hiyo yenye Duncan ametuambia 011 003 9659 011
0039659. Hiyo ni namba ya foundation, na foundation is registered with government. So if you want to support, ujue hii ni foundation ambayo iko registered, si eti ni wizi nini. If you can support, call this number. If you want to send some cash, you call them first, then they will direct you from that point. So, and I think we have talked about the foundation vizuri. Sasa nataka uongeleshe mtazamaji yako pale, maybe anapitia hiyo domestic violence, maybe amechomeka kama wewe. Yani maneno yako ya mwisho unaweza mwambia nini? Ile kitu naweza ambia, na najua kuna watu wengi wanapitia violence. Violence haimaanishi ni physical violence. Inaweza kuwa ni emotional violence, inaweza kuwa ni financial, inaweza kuwa ni social, na labda wengine ujui ni violence, wengine unafikiria ni love. Naona? Naweza kuambia usinyamaze. Mimi niliumia, ile pain nimepitia, I think hiyo pain nilipitia sababu ya mtu mwingine. Nilipitia kwa hii pain sababu wewe ukiwa hapo unatutazama, labda I can give you a message of hope. Labda naweza kuinspire. Labda from my story unaweza learn something. Usingoje ifikia wakati mimi yangu ilinifikia. Come out, speak up. Ongea na mtu, ongea na rafiki yako, mwambie unapitia hii na hii na hii, so that upate usaidizi. The moment unanyamaza, that's now when hii kitu itafika to another level. Utajipata umeget into depression, utapata imeenda hata unaweza uwawa. Unaweza pitia even worse situation that what I went through. So nataka kuambia, reach out, enda kwa church leader, church elder, reach out to your genuine friends. Not only si rafiki, genuine friend. Wale utaongea na watakusaidia. Ama you can even reach out to a professional counselor, umwambie ile kitu unapitia na umpate usaidizi. Na mimi huwa naambia watu, uje sisi wakati mwingine tuna stick into marriage sababu ya watoto, ama sababu ya one or two reasons. Don't suffer. Sometimes even separation is healthy. Inakusaidia pia kujifikiria. Na isaidia pia mtu mwingine. Uje wakati mwingine you need that space. Ufunguke. Ufunguke, yani ufungue mind yako, ujue kweli do I deserve this? Kweli niko hapa naumia. For how long will I suffer? So wakati mwingine huwa naambia watu, usikufia hapo. Usingoje kifo ikupate hapo. Toroka. Don't wait for your death. Toroka. Na above all, tuombe Mungu atusaidie. In whatever we do, let's put God first. And then those who want to get into marriage. Marriage sio kitu ya trial and error. Take your time. Kama wewe unajua you want to stay in relationship, unataka kuishi na huyu madam ama huyu mwanaume for the next 30-40 years, take your time. Usikutane na yeye leo, kesho umeingia into marriage. No. Take your time. Soma huyu mtu, msome akikasirika ana reacting aje. Take your time to understand this individual you want to commit your life to. Na ukiingia into marriage kukiwa na conflicts, mtakuwa in a better way and in a better understanding, so mtaelewa venye mtasolve hizo conflicts. Yeah, then let's not get into marriage for the wrong reasons. Watu mtu unaingia into marriage because umepata mtu ako na gari. Ama unataka kufurahisha your parents. Ama unaona rafiki yako ameoleka ama ameoa, pia unataka kuoleka ama kuoa. Usifikie hapo. Ingia kwa marriage wakati unaona kweli unastahili. It's your time to get into marriage. And above all, nimesema wacha tuombe Mungu. Kila kitu, let God be the foundation of everything. Yes. Asante sana Dan kwa kukubali kushare na sisi your story. Thank you. Pia unaweza tupata on our social media platforms. Facebook tuko Dan Sheshe Foundation, Instagram Dan Sheshe Foundation, Twitter Dan Sheshe Foundation. Alafu tuko na website www.dansheshe.com.
dan-foundation.org. Pia mi unaweza nipata Facebook Dan Shishi. Instagram na Twitter zote Dan Shishi. Yes. Thank you so much. Na uambie pia they have to sanitize, keep distance. Yes, watu wa sanitize. Nataka kesho ni kuone. Let's follow the government's zile guidelines tunapewa. Tunaambiwa maisha, make yourself as the first priority. Jichunge na ujunge mwenzako pia. So sanitize, stay at home. Kama uhitaji kutoka, then keep distance. Yes. Thank you so much. Asante sana mtazamaji wetu wa Hungura Show. That was Dan Shishi Matakaya. Wewe hiyo jina haki mtu anaweza sharabu kabisa. Yeah. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.